kwema? Shwari, mambo vipi? Vizuri. Mungu ni mwema, niko vizuri na nafurahi tunakutana tena kwa mara nyingine. Bwana wana Simba mnafuraha sana leo hii. Hata kabla mechi yenyewe hamjacheza flash imeanza mapema. Nini kitu gani kinawapa hii hamu hii? Bwana, furaha yangu ya kwanza ni kwamba tumeruhusiwa sasa kurudi rasmi kuja kusupport timu yetu ikiwa kwenye pitch. Maana game iliyoisha tuko kifungoni na tuliweza kwenda kuisupport timu kwa kuangalia kwenye screen ambayo sio kawaida yetu. Hiyo ilikuwa ni huzuni kwa sisi mashabiki, ilikuwa pia ni huzuni kwa taasisi yetu ya Simba Sport Club kwa sababu tulikosesha mapato ya viingilio kuingia uwanjani, tulikosesha wachezaji support ya sisi mashabiki kwa kuwapa support wanapokuwa kwenye pitch. Hiyo ilikuwa ni huzuni kubwa sana, lakini hatimaye tuliweza kumaliza hicho kifungo na hatimaye tumerudi sasa rasmi kwa ajili ya kuisupport timu yetu kwenye mechi za nyumbani na mechi za kimataifa. Nikimaanisha sasa hili ni jeshi ambalo limerudi kwa ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya. Nikimaanisha yoyote yule ambaye tutaona anafanya kitendo ambacho sio cha kimchezo, ambacho kitapelekea tuweze kufungiwa tena, sisi tutadili nao sisi wenyewe kama mashabiki. Maana kila shabiki kwa adha tulioipata, kila mmoja anasema sasa mimi nitakuwa ni mlinzi wa mwenzangu. Bwana, wenzenu jana kichwakuta umeona. Leo uso kwa uso na Mungu utatoka mzee? Kikubwa kwa mchezo wangu wa siku hii ya leo na Namungo, tunajua ni mchezo ambao utaenda kuwa ni mgumu sana kwa sababu mwalimu wao ni mwalimu ambao pia amewahi kuifundisha Simba na anaijua Simba vizuri. Pia Namungo ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, wachezaji bora. Tumeona mara nyingi tunakutana nao lakini tunaondoka na ushindi wa alama 3 lakini kwa tabu. Kwa nini? Kwa sababu kila mchezaji wa timu ndogo anapokutana na timu kubwa basi anacheza kwa nguvu zake zote ili kuweza kujitangaza yeye, aweze kupata nafasi ya kuweza kusajiliwa katika hivi vilabu vikubwa vya Simba na Yanga au aweze kusajiliwa hata nje ya Tanzania. Umeona lakini vitu vinavyotokota mtani wako huko? Kashapoteza alama 2. Mimi nilifurahi sana lakini ndo natamani iendelee hivyo hivyo tu, aendelee kupoteza. Lakini waache figisu wacheze mpira. Na pia kwa hawa wasimamizi wa mchezo husika, mimi ni waombe tu upenzi na wa timu waweke pembeni. Wanapopewa nafasi ya kuweza kusimamia mchezo fulani, basi waweze kusimamia kwa haki, waweze kusimamia zile kanuni 17 za mchezo ili kila mmoja anapotoka uwanjani basi aweze kutoka na amani. Kama amefungwa aseme nimefungwa kihalali, kama ameshinda aweze kusema ameshinda kihalali, lakini isije katokea timu inaondoka na ushindi lakini ushindi wenyewe unakuwa ni wa mipango. Hiyo inakuwa sio vizuri. Walimu wangu bado ninazidi kuwaomba waendelee kupewa semina ili waweze kusimamia michezo. Sisi tunapenda tuangalie mpira, tunapenda burudani, tunapenda wachezaji wote wanapoingia kwenye pitch basi waweze kuingia wakiwa na furaha. Lakini unakuta kuna timu nyingine naenda kukutana na timu fulani, tayari nishajua mimi naenda kukutana na timu hii, kupata matokeo ni ngumu. Tayari wale wasimamizi wanawakatisha tamaa kwa sababu kuna wakati mwingine hizi timu kubwa bana zinatafutiwa matokeo kimpango. Mimi hiyo mipango kiukweli mimi natamani ije yani ife kabisa tu. Wakipewa nafasi basi wasimamie kanuni 17 za mchezo. Kila mmoja akitoka uwanjani atoke na furaha yake, whether amefungwa au ameshinda hivyo. Walikuwa wanasema kwamba muondoka kocha Fadlu. Sasa hivi na wao kelele zimeanza, kocha aondoke. Unaweza kuambia nini Young Africa? Wanasema hivi, kulia ni kupokezana brother. Hiyo tafsiri yake, kulia ni kupokezana. Kwa hiyo sisi mwalimu wetu ameondoka na wao sasa hivi wanasema aondoke. Mimi sijui wao. Mimi kwangu tayari kashaondoka na hapa viongozi wangu wanaendelea kupambana kuhakikisha tunapata mwalimu mkuu wa timu yetu ya Simba Sport Club. Amna leo unaziona chuma ngapi kwa Namungo pale? Kwa leo atakayechezesha karata zake vizuri basi ndio atakayeondoka na ushindi. Mbona kama unaanza kujia upepo na ogopa? Mimi siingii upepo kwa sababu timu yangu ya Simba Sport naiamini. Ina wachezaji ambao wana experience kubwa, wana uzoefu mchezaji mmoja. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na timu yangu. Lakini kikubwa na mimi naenda kuangalia mchezo ambao utakuwa mzuri sana na utakuwa bora sana. Lote la kumalizia kwa mashabiki wengine wa mnyama ambaye mpaka hivi sasa bado hawajakuja katika dimba la Benjamin Mkapa. Niwaambie tu mashabiki wa Simba Sport na wapenda mpira wa viunga vyote vya Dar es Salaam, kama bado upo kazini, tunajua mida yenyewe hii
mpira unaanza saa 2:15, hakikisha unakuja kuisupport timu yako ya Simba Sports Club. Lakini pia shabiki wa Simba ni waombe sana tuache ushabiki mhemko. Timu inapokuwa inacheza alafu labda inatokea labda umepata matokeo ambayo sio, unaanza kuenda mitandaoni, unaanza kutukana viongozi, unatukana wachezaji, hiyo unakuwa unakosea sana. Na ujue kwamba wachezaji ni kama wewe tu, kuna siku mwili unaamka hauko sawa, lakini kwa sababu ni lazima uende kazini, inabidi ujitahidi ufanyaje uweze kufika kazini kwako. Kwa hiyo ikitokea mchezaji amecheza labda chini ya kiwango, tusipende kuwatukana wachezaji wetu. Pia nao wanaingia mitandaoni wanapokuwa kwenye mapumziko, wanaona hivi tunavyovisema, kwa hiyo saa nyingine tunawakatisha tamaa kwa kweli. Lakini mimi niwaombe tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuisupport timu yetu ya Simba Sport Club, pia tuendelee kuombea viongozi wetu waweze kuwa na umoja kama walivyo na umoja sasa, ili mashabiki ambao wanajaribu kugombanisha viongozi baina ya viongozi na viongozi, tuweze kuwa prove wrong kwamba viongozi wetu hawana tofauti yoyote, viongozi wetu wana mshikamano mmoja, na sisi kama mashabiki tuwe na mshikamano mmoja. Ila wale mashabiki ambao wanataka kutafuta umaarufu kupitia Simba Sport Club, narudia, wale mashabiki ambao wanajaribu kutafuta umaarufu kupitia Simba Sport Club, sisi mashabiki wa Simba wengine ambao tunaipenda timu yetu kweli kweli, tumeamua kwamba tutashughulika nao. Mutadili nao perpendicular. Tutashughulika nao. Kiukweli hatutawavumilia kwa sababu mmekuwa mkituchafua sana timu yetu ya Simba. Mnaichafua sana, mnachafua viongozi, alafu unasema, kwa mfano nimzungumzie Mchome. Mchome siku zote anavaa jezi za Simba, lakini siku zote anaiponda Simba. Utaniambia ule ni shabiki wa Simba? Why, kama ni shabiki wa Simba, mbona hajawahi kukanyaga kwenye game ya Simba yoyote tangu ameanza kuisema Simba vibaya? Kwa nini haje? Kama yeye ni wa Simba basi aje na kwenye mechi za Simba, lakini yeye anaenda kwenye mechi za timu pinzani tu, mpaka za mikoani zote anasafiri. Wewe utaniambiaje kama ni shabiki wa Simba? Mimi nakuelewa vipi? Kwa hiyo niwaambie, kuna mwingine huyu, mimi namwambia kuna mwingine naye ameanza hizo chokochoko za kwanza kuisema Simba, anataka kutafuta umaarufu kupitia Simba. Mimi namwambia kama ni umaarufu kuja utakuja tu, au haulazimishwi. Mimi nakutaja kabisa, Malaika, wewe unataka kutafuta umaarufu sasa kupitia Simba. Tumeshaona klipu yako, umevaa jezi ya Yanga, maana ulisema mwenyewe kwamba Simba ikifungwa na Yanga mara 6 mfululizo unahamia Yanga, na ni kweli tumeona klipu yako umevaa jezi ya Yanga. Lakini kwenye gemu yetu ambayo tulienda kuonyeshwa kwenye big screen baada ya kufungiwa pale Coco Beach, ulikuja na umevaa jezi ya Simba, ukaanza kuisema Simba vibaya. Baadhi ya mashabiki walikosa uvumilivu, nadhani uliona kilichokuwa kinataka kukukuta. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana.